Ni mara nyingi sana nimekuja kwako kwa kuhitaji huo mkoba mkuu. Tunaomba tupe huo mkoba mkuu. Mimi sina mkoba kuwapa ninyi, na nilishawaambia ni heri ungetoa huo mkoba, kwa sababu unajua nguvu yetu hautufikii hata robo. Ukikaidi yatakukuta makubwa. Kama kuna kitu chochote ambacho mnaweza kufanya, fanyeni. Nilishawaambia mwisho wa ubaya ni aibu. Uchawi hauna faida. Hiyo ni sawa na kumpigia mbuzi gitaa. Nisikilize, ni mara ya mwisho leo tumekuja kwako kwa kuhitaji huo mkoba mkuu. Tukija kurudi tena hautajua tutakujaje. Sisi tunaondoka. Dada. Nahitaji msaada wako. Naomba unisaidie. Kuna nini? Twende nyumbani haraka iwezekanavyo. Unajua kicheko? Naam. Hujawahi kunidanganya hata siku moja. Haswa? Sonia mtoto wa marehemu dada yake amekuja hapa kijijini. Ndio. Amepotea. Na wewe ndo mtu ambaye ulikuwa unakaa naye karibu sana. Je, una taarifa yoyote unayojua juu ya upotevu wake? Mimi nalijua. Nishawahi kumuona, lakini kuhusu swala la kusema la upotevu, hilo sijui. Vipi lakini kuhusu swala langu nilokuwa nimepelekea? Hilo achana nalo. Bado nakufikiria kwanza. Ila nilikuwa nakuomba, ukipata taarifa yoyote ile ya kumhusu Pelo, naomba utufikishie haraka sana. Basi sawa, ondoa shaka kabisa kwa hilo. Taarifa mapema tu nitakufikishia, wala usiwaze. Haya, sawa. Nimemtafuta msitu mzima wa Embete, lakini sikumuona. Atakuwa wapi? Maisha yangu yako hatarini kwa sasa. Lazima Champo aniue. Kipele! 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 Marahaba. Vipi, mbona asubuhi? Nimekuja kumpitia Kipele. Nimeona mpaka saizi hajafika, kwa hiyo nikasema nije nimuone hospitali anaumwa. Kipele hayupo kabisa ndani ya kijiji hiki, na hizi siku za karibuni hutomuona Kipele. Mama, kama kuna kitu chochote kibaya kimemkuta Kipele, naomba uniambie, maana yule ni rafiki yangu, usinifiche na kuomba. Kipele hayupo ndani ya kijiji hiki, yupo huko mbali kwa mjomba wake. Na Kipele kuonekana katika hiki kijiji mpaka mimi niende nikamfuate nije naye. Sawa mama. Unaweza ukaenda. Hai.
Kuna nini kinaendelea? Namjua huyu binti, ni mtoto wa marehemu Aisha. Aisha? Aisha yupi? Ni lile kundi la kichawi lililosababisha mpaka sisi tukaja kuishi msituni. Sasa inawezekanaje wachawi kuweza kumtoa kafara mchawi mwenzao? Huyu sio mchawi, aliyekuwa mchawi ni mama yake. Inavyoonekana amekuja kutembelea kaburi la mama yake. Ni mama yake mdogo ndio anayetaka kumtoa kafara, kwa sababu amemkosea mkubwa wa wachawi. Kwa hiyo itakuwaje? Tungoje amke, tutajua cha kufanya. Sawa. nosaka kosi kwa akwatere ni mushane na kotaha ndiri kulu kwacho ili adereenda adere domna kwa odoma mana osaka ndere fika hara kwa nasaka iri nora kwa iri nora nori boya paka asindwe yenda fi nankamushane awire uko kuitumbi sendre mureka hata okumboye nendre mkokoyo hawojera lazima fine mpate. Karibuni. Asante. Vipi mshirika, mbona umetumia nguvu kubwa sana kutuita aliyakuwa ukijua tupo kwenye majukumu yetu? Kuna tatizo. Tatizo lenyewe ni kuhusu mwanangu Peru. Niliambiwa kakimbilia kwenye msitu wa Embeti, lakini nimemtafuta nimemkosa. Na huyo anatakiwa awe kafara kwa ajili ya Champo. Na msaada mkubwa kwangu ni Champo, lakini nashindwa kumshirikisha kwa sababu Champo nimeisha muuzi. Ndio maana nimewaita ili muweze kunisaidia. Sawa, ndiko ndani ya uwezo wangu. Ngoja nikusaidie. Vipi tena mshiriki? Mbona umeshtuka? Kuna nini? Huyu Peru naye mtafuta yuko mikononi kwa Sabrina. Unasemaje? Ina maana Sabrina hajakoma tu kwa kile tulichomfanyia. Sawa, asante kwa kunisaidia. Usijali mshirika, likitokea lingine usisite kutupa taarifa, tutakusaidia. Sawa, nashukuru sana. Asanteni kwa msaada wenu. Sabrina, unachokitafuta utakipata. Hicho ambacho ulikipata ni kidogo kuliko nitakachokufanyia sasa hivi. Nashukuru leo nimeenjoy zaidi ya ninavyoenjoy je. Hakika umenifanya nimefika sehemu ambayo leo sijai kufika. Kweli? Ya kweli. Kwani wewe hujaenjoy? Hata hivyo, wewe ni mwanaume ambaye nakupenda sana. Kwa hiyo naenjoy sana ukiwa na wewe. Kiukweli, naomba uzidi kuniamini zaidi na ujitoe kwa ajili yangu. Kwa kuwa nataka nikuahidi leo, nataka uwe mwanamke wangu wa ndoto zangu. Asante. Na mimi nakuahidi nitakuwa mwanamke wa ndoto zako na ni mwanaume wa ndoto zangu. Kweli? Hata hivyo, mimi bado nataka tena. Ina maana hujaridhika?
Nataka tena. Ni nini kilichokutoa huko ulikotoka mpaka hapa kwenye himaya yangu? Mwana Isaya mkubwa usiojua vibaya wewe. Najua kila kinachoendelea. Unajua nini kuhusu mimi? Unafikiri nitawaogopa tena? Chochote mtachoamua kufanya, mimi siwezi nikawaogopa. Na kama nyinyi mnajua hivi, basi mimi najua hivi. Sasa nisikilize wewe. Najua Pelu yupo mikononi mwako. Sasa basi, kama unataka amani iendelee, naomba umrudishe Pelu kwenye mikono yangu mimi. La sivyo, hakutokuwa na amani yoyote. Na tutaendelea hivi hivi. Huyo Pelu sina, na hamna mnachoweza kukifanya. Na kama kipo mnachoweza kukifanya, basi fanyeni. Sasa nisikilize. Kama unajifanya wewe ni jeuri, tutaona na utanijua mimi ni nani. Huyu mwanamke yuko wapi? Ina maana kaanza kuwa na maamuzi. Mimi ninapotoka na yeye anatoka, na yeye anatoka. Nadhani amenisahau. Inabidi nimkumbushe mimi ni nani. Kwanza napaswa kujua yuko wapi. Sara. Ngunda, ni heri ukafanya mambo yako mengine na usijihusishe na vitu visivyokuhusu. Najua mipango yenu kwenda kwa mganga wa kienyeji eti kwa lengo la kumtafuta Pelu. Hicho kitu kisahau. Akiwezekani na kitu kuja kuwezekana. Na kama unayapenda maisha yako, ni kujiweka mbali kabisa na huyo mwanamke. Nimekuambia kwa sababu tu napenda maendeleo na napenda furaha ya vijana wa kijiji hiki. Lakini kama unahitaji matatizo, ni wewe kuendelea kujihusisha na mambo yasiyokuhusu. Sio mwanamke wako, haujamtolea barua na hakutaki. Achana naye. Ila wanakwambiaga hivi, asiyesikia la mkuu huvunjika guu. Angalia usivunjike kichwa kaota donda. Hakika sasa umeenjoy sana. Zaidi ya sana. Kwani? Okay. Ukitoka hapo unaenda wapi? Kama tulivyoongea, leo watarudi, kwa nitakuwa hapa mpaka asubuhi. Wow. Nani? Chompo.